Bungoma tumekuwa na shida kidogo. In fact, ukiangalia kwa takwimu ya kijumla, kaunti ya Bungoma bado iko juu kidogo compared to kwa ile national level ambapo wamefikia. Na ndio maana tunajaribu kujizatiti ili tufikie ile national level figures, kwa sababu hapa level zetu ziko juu zaidi. Although zimerudi chini, nilivyosema kuwa since mwaka 2014 mpaka saa hizi zimestagnate nationally around 22.2, but Bungoma tuko around 26. So tukiangalia Bungoma tuko around 26, but nationally wako at 22. So inafaa lakini tumekuwa na improvement kwa sababu baadaye ilikuwa 32. Okay? Ilikuwa 32 out of every 1000 walikuwa nafariki hapa Bungoma. Hiyo figures napeana na wale ambao wanafariki. Okay? 32 out of 1000 children who are born in Bungoma wanakufa kwa sababu ya complications za prematurity. Okay? Lakini utakumbuka nationwide ni around 22 out of 1000 children who are born in the whole country wanakufa because of these complications of prematurity. So Bungoma bado tuko kwa njia, na ulipoona hiyo hospitali mpya ambayo tuko ndani, tuko na matumaini ya kuwa itatusaidia pia kuweza kusaidia mama zetu ambao, kwa sababu hakuna mtu anachagua kuzaa mtoto kabla siku hazijafika. Utakumbuka hiyo 500 grams wadogo, utaona hata mara kwanza hapa wanaume wanaogopa, wanafikiria labda kuna panya, unaona, anafikiri ni panya kubwa, lakini ni mtoto. Lakini tunapokuwa nazo hizo miezi mitatu ama miezi 4, utapata mtoto pia amegain 2 weight na tumemdischarge kama mtoto wa kawaida. Challenge is lack of piped oxygen. We are using cylinders and one cylinder only lasts for 4 hours. So that is the biggest challenge, followed by staff shortage. We are only 12 nurses versus 80 patients. So the younger mothers and the older mothers above 35 years are at risk of getting a preterm baby. The other one is a mother who has a history of having had a baby who is preterm. So if you have a history of prematurity in your previous delivery, then you are at risk of getting another preterm baby. Chronic complications in mothers, especially pregnancy-induced hypertension, commonly known as preeclampsia or PET, is associated with prematurity. Also important that this preterm baby is born within a health facility that is able to offer respiratory support, because the organ that really has to work when this preterm baby is born is the lungs. So we need babies to be born in a facility where they can get strong start.